Thank you. Tupigie Mungu makofi. Asante Bwana, ni siku nyingine ambayo tunakuja mbele zako. Bwana, angalia waje wamekuja kutenda kazi ya mchungaji. Bwana, naweka mikononi mwako. Bwana, neno limesema ya kwamba Mungu Baba watakuwa kama ule mti ambao ulimea kando ya mto. Bwana, kuna wakati ambao utakuja hata wajua ama wakati wa mvua Bwana watabakia kuwa na wewe. Bwana, utawajalia mifuko yao kila uchao. Bwana, angalia kuna wageni wengine tumetenga watakuwa Jumapili, tunaweka mikononi mwako. Hii kazi ya mchungaji tulizindua katika maombi na tutailinda katika maombi. Tuna hakika ya kwamba Mungu Baba utatenda. Na ni kwa machache ya maombi nikuamini. Amen. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuru mpo kweli? Yuko. Bwana Yesu asifiwe. Na mtu wako nje. Sisi bado wako nje. Ambao unaenda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nilimba wimbo ambao unasema ni Mandirwa Zeni Bachaya. Sisi tuimba kwa Zeni Bachaya. Mandirwa Zeni Bachaya. Oh mwene walindalira bala kadirwa Zeni Bachaya. Oh mwene. Maneno haya ambayo ninayozungumza kupitia katika wimbo yanasema wacha ni ubiri tu, lakini kuna yule ambaye anayepuuza. Na bayo wacha yule ambaye wakupuuza na afanye nini? Apuuze. Sema amen. Amen. Maana kuna yule ambaye anatamani tu asikize injili kama ya leo, lakini haioni ama hana uwezo. Sema amen. Amen. Alikuwa na tamaa ya kwenda kanisa wakati mwili ulikataa, lakini akapata ya kwamba hangeliweza. Sema amen. Amen. Wakati uko hai unaambiwa enda kanisani, unakuwa mtu wa kupuuza. Ukiambiwa ingia kanisani unasema tu ni hivyo tu. Si kweli? Kuna hapa watu ambao wako kwa nyumba bado wenao haluriwa na kutamo kanisa manyana kawe. Sema amen. Amen. Nakwambia ole wako, kwa sababu siku zitafika ambapo utatamani tu uone jinsi vile ambavyo wale wako kanisani wanaona, lakini hautaweza, maana roho itakuwa imekutoka na imeenda. Sema amen. Uliambiwa enda kanisani wakati mwili haikuwa inauma, lakini ukapuuza. Ole wako wewe. Sema amen. Amen. Kuna mtu amelala Kenyatta, anatamani tu aambiwe mahali pale kuna kanisa, basi enda ukamwabudu Mungu. Mungu yaja ikatawe. Lakini heri wewe uko na afya, lakini wako na Mungu, umelala kwa nyumba. Sema amen. Amen. Siku zitafika ambapo utatamani usikie sauti ya injili, lakini hautaweza kusikiza, maana masikio wewe utakuwa ni kisuri, macho wewe utakuwa ni kipofu. Sema amen. Amen. Ndio
vile ninavyobembeleza nikisema endeni kanisani, na mnapoenda kanisani kaa kanisani. Utuhamu kanisa bado unaenda kukaa nje, ole wako, ole. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu izonge. Nashukuru sana kwa wale ambao wanaokuza kazi ya mchungaji. Nashukuru kwa wale ambao wanaokuza kazi ya mchungaji, wanafanya kazi nzuri sana. Na yule ambaye hakuzi, endelea tu kukosa kukuza. Siku ile ambao utaikaje, mimi sitakuza yako, mchungaji hatakuza yako, sijui nani atakuza. Sema imani. Kwa sababu tunashinda tu hapa. Kazi ya mchungaji harusi, kazi ya mchungaji harusi. Kila siku unakuanga, Jumapili zote unakuanga, lakini watu wakitoa, wewe unaangalia tu macho. Alafu unapopatwa na shida, sikuchangiwa, nimejikwaza na kaa kwa nyumba. Endelea kukaa kwa nyumba. Bwana Yesu asifiwe. Yesu izominywe. Changao. Wakisema tunasaidia wote shirabuha, wewe unasema ya kwamba mimi sitatoa, sina pesa. Siku ile unapatikana unaanza kusema nimejikwaza, sikusaidiwa. Wewe endelea kujikwaza. Bwana Yesu asifiwe. Yesu izominywe. Bwana Yesu asifiwe. Ai. Yesu izominywe. Fanya tu namna hivi. Mkono wako wa kulia. Fanya namna hivi. Wote twende kwa sehemu moja, usifanye namna hivi. Twende hivi. Namna hivi. Ona mkono wangu. Ona mkono wangu Sharo. Namna hivi. Neno litasimama, neno litasimama. ya Ulimwengu yatapita, lakini neno litasimama. maneno. Neno litasimama. Maneno. Neno litasimama. Ya ulimwengu yatapita, lakini neno litasimama. Kweli neno litasimama. Kama siku liomba kwa neno. Baba, katika jina la Yesu tunasema ni asante. Sana mwema Bwana, mtumishi wako amesimama ni kwa sababu ya kundi hili Jehova. Nataka Bwana, nataka kuona mbele kati ya mioyo hii Jehova, ukasiri. Tie nguvu masia, maana wewe ni Mungu. Kwa mapenzi ya Yesu naomba na kuamini. Mwanadamu anapokufa, watu wengi hulia na watu wengi hutoa machozi. Sema imani. Watu wengi huomboleza. Niliona video juzi ambapo chui wakimla pundamilia. Chui wanaitwa namna gani kwa Kizungu? Wanaitwa tundunya. Chui wanaitwa namna gani? Hyena. Na fisi wanaitwa namna gani? Chika. Bwana Yesu asifiwe. Hyena wao hula nyama, hawakuli nyasi. Sema imani. Na nyama hutoka kwa mnyama ambaye aliye na uhai, si ni kweli? Naye hyena bado ni mnyama ambaye ako hai, si ndio? Amen. Basi nikaona kwamba wakipambana na zebra, wakipambana na pundamilia, hadi akaanguka chini akiwa analia zaidi, lakini wale hyena walikuwa bado wanafurahia, si ni kweli? Kwa sababu wamepata nini? Nyama. Sema imani. Hao watu wamefurahia, wamepata nyama. Naomba tu jameni, muangalie hii mambo ya stima, kwa sababu nataka watu wasikize injili, lakini hawezi sikiza injili kwa sababu stima iko na shida, na kile kitu ambacho kinaweza tupatia backup ni shilingi 6,000.
Na sisi sio watu wa kubembelezana kwa sababu ya 6,000. Sema amen. Yesu izominyo. Tuko na shida ya shilingi 1,000 ngapi? 6. Bwana Yesu asifiwe. Nikaona wakiwa wanapambana na huyu mnyama na wakahakikisha ya kwamba wamekula matumbo, wakahakikisha ya kwamba wamekula nyama ya ndani. Sema amen. Tuko pamoja kweli? Wakahakikisha ya kwamba wameramba ama wamekunywa damu, hadi ikafika mahali punda mlia akakufa, akakata roho, bado nyama yake inafanya nini? Inakuliwa. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Mwanadamu wakati anapokufa huwa anaenda wapi? Kwa mwanadamu kuna nafsi na kuna nini? Kuna mwili na kuna nini? Roho. Sema amen. Mwili wakati inapoliwa ama inapokufa huenda wapi? Mwili ya mwanadamu inaendaga wapi? Halo? Wakati mwili inapokosa roho ama roho inapotoka ndani ya mwili huenda wapi? Sema amen. Alafu kuna nafsi huenda wapi? Bado inasalia. Lakini mwili huenda ndani ya mchanga, na inapoenda ndani ya mchanga huliwa na wanyama ambao wanaoishi ndani ya mchanga. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Yesu yezomenyo. Na tunatazama huyu mwanadamu kuzaliwa kwake, kuna kitu ambacho huyu mwanadamu anazaliwa nacho ambacho kinaitwa a destiny ama nyota. Sema amen. Na nyota hii ndiyo inayotekeleza mwanadamu kuwa na maisha mema ama maisha, sijui kama tuko pamoja. Sema amen. Uliala kweli? Sijui kama hii kitu imefanya. Bwana Yesu asifiwe. Mwanadamu huzaliwa na nyota. Watu wasikizi walisema ya kwamba kila mtoto ana sahani. Sema anapozaliwa anazaliwa na nini? Na sahani. Sio kweli? Ama kuna mtoto ambaye anayezaliwa lakini hana kitu ambacho cha kuendelea ama cha kukula. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Mwanadamu huzaliwa lakini anazaliwa na nyota yake. Lakini huyo mwanadamu kuna mtu mwingine ambaye hujitokeza anajiita adui. Naye adui haangalii sahani, haangalii kile ambacho mtoto huyo ameweka kwa meza, bali huangalia kilichoko ndani ya huyu mtoto. Sema amen. Anaangalia kile ambacho kimo ndani ya huyo mtoto, yani nyota yake ndiyo ambayo anayoimulika. Naposoma maandiko unaona kwamba Yesu alipozaliwa kulikuwa na mfalme ambaye anaitwa Herode. Na Herode aliposikia sauti ya mtu amezaliwa akatambua yule ni Yesu, na ndani yake roho ikamwambia yule mtoto amezaliwa na nyota. There is a star in that baby. Amen. Kuna nyota ndani ya mtoto. Na Herode akaona ya kwamba hawezi tafuta yule mtoto, bali anatafuta kile ambacho kilichopo ndani mwake. Sijui kama tunapatana. Hello? Ukiona mtu akichapa mtoto, hachapi huyu mwili, bali anachapa kilichoko ndani mwake. Sema amen. Yesu na alipozaliwa tunaambiwa kuna mtu ambaye amezaliwa. Kwani wale watoto wote wenye walizaliwa hawakuona?
mtu amekuja kwako anakuambia kwamba hautaenda mbali. Ndani mwako ameona nini? Sema amen. Sasa anajaribu kuilaani, anajaribu kuiharibu. Ukiona mtu anakuambia ati aliye juu mungoje, anajaribu kuharibu kilichoko ndani mwako. Nilienda mahali jana na nikawa ninazungumza nikisema kwamba ninahitaji msaada ili kwamba niweze kuinua ibada zaidi, na mtu mmoja akaniambia kwamba eti wewe ushatengeneza ibada, na mwingine akajibu akasema ya kwamba tusiangalie vile anavyotengeneza bali tuangalie vile atakavyomaliza. Unasikia? Yaani anatambua ya kwamba vile wengi wanaona ya kwamba limetengeneza, yeye ndani mwake anaona mbeleni kutaharibika. Unasikia? Ndio maana wengi wanasema ya kwamba basi aliye juu mgoje wapi? Sasa ameona vyema ya kwamba yupo juu, sasa ananitegemea kuliona wapi? Nasikia sema ishindwe. Maana anatambua vyema kuna kitu ambacho amekiinstall, wakati utafika ambapo kitaharibika. Sema amen. Anatambua tu ya kwamba hata kama ametengeneza lazima itaharibika. Na mimi nikasimuliza, umesema nini? Ati tuongoje kumaliza kwako. Unasikia? Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Anasema tungoje kumaliza. Na mimi nikamwambia vyema, yale ambayo unayaona sio yale ambayo mimi ninaona, sio yale ambayo yule mwingine anayaona. Maana ninyi watatu mnaona vitu vitatu tofauti. Sema amen. Maana anayetambua kilichoko ndani yangu ni nani? Tuko hapa kweli? Unani kweli? Tuko hapa kweli? Maana Herode akawa na mipangilio, akaamua ya kwamba lazima yule mtoto auawe. Lazima watoto wa kiume wafanye auawe. Maana alitambua vyema ndani mwao wale watoto wa kiume Yesu atakuwa ndani yake. Ninapenda ule wimbo Mama Assembly anapenda kuimba akisema, niko chini ya mwamba kweli, niko chini ya mwamba. Maana nilipomjibu yule mtu niliamini ya kwamba ndani yangu mimi yeye anaona, lakini mimi ninajua niko chini ya mwamba ambaye Baba ameniweka, lakini hata wakinitafuta hawataniona. Sema amen. Haimahame hata watembea ndani ya mazingaumbwe, hata watembea ndani ya vioo, hata watembea ndani ya mira zao, hawataniona. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Wale wanalala. Amen. 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 But no, the enemy will always, kila wakati adui ataona kile kitu kilichoko ndani yako kuwa ni kizuri na anakibadilisha kuwa ni kibaya. Unasikia? Unajua? Unapenda katika ulimwengu kuna majina ambayo yanaitwa bibi kiziwi. Unajua bibi kiziwi? Hello? Umejua hii jina inaitwa bibi kiziwi? Bibi kiziwi ni ile roho ambayo unavalishwa ukiwa mchanga. Sema amen. Ya kwamba katika maisha yako unapotembea utatembea ndani ya giza. Kiziwi ni mtu gani? Ambaye sema amen. Sasa wewe hausikii, alafu funika macho yako tu saizi. Hausikii, alafu funika macho. Hebu weka vidole kwa masikio. Wewe wachana na nini? Wachana Facebook. Weka masikio weka vidole kwa masikio. Haya, funga macho. Is there any
Kitu kinaendelea. Halo? Kumbe ninyi hamjafunga. Mmefunga kweli? Mmefunga kweli? Na mbona mnanisikia? Nimekuambia funga masikio yako na ufunge macho. Maana iwepo utafunga masikio na ufunge macho, hautaniona wala hautanisikia. Sema amen. Funga masikio. Hayo. Funga masikio. Haya, funga macho. Ha? Halo? Halo? Unaniona kweli? Halo? Haya, fungua. Fungua. Unajua the problem is when I'm speaking something, ninapoongea jambo, halo, ninapoongea jambo, unajua hauwezi nisikia wala hauwezi niona. Sema amen. Hauwezi nisikia wala huwezi niona. That is the same as someone yule ambaye amekufa mudi ya huta hanyela huona kawe. Yule mtu ambaye amekufa hawezi wala. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna wale ambao waliojifishwa ama waliovalishwa roho inaitwa binti kiziwi. Yaani wewe hata ufanye nini hautawahi sikia. So unavalishwa tu na adui peke yake. Amen? Wanavalishwa na only enemy watakushika. Na adui wa wanadamu ni kifo. Hello? Bwana Yesu asifiwe. Adui wa mwanadamu ni nini? Kifo. Sijui kama tuko pamoja. Yesu isomeje? Yesu isomeje? Tunaongelea kuhusu Yesu asifiwe. Tunaongelea Bwana Yesu asifiwe. Wakati umefunga macho na ukafunga masikio, kuna any activity ambayo ulisikia inafanyika, you can just only imagine, sio? Unaweza tu fikiria peke yake, lakini hauwezi ona na huwezi sikia. Sema yeye. Na yule mtu ambaye hawezi ona wala hawezi sikia, ina maana ya kwamba hayupo. Halo? Kuna kitu ambacho kingine kinaitwa kwamba imagination. Yaani unafikiria, na that's why inaleta communication kwa akili, alafu inaleta katika mwili ya kwamba inua mkono juu, inua mguu. Hadi inafika wakati zile vitu pia zinatoweka. Are we together? Bwana Yesu asifiwe. Lakini wakati nafsi inapotoka na roho inatoka, and that's why unaona kwamba unaweza sikia, unaweza ona, lakini huwezi fanya action yoyote. Sema imani. Bwana Yesu asifiwe. Hawezi sikia wala. Bwana Yesu asifiwe.
Bwana Yesu asifiwe. Na ukiona kwamba kuna mtu ambaye amefika kwa that stage, unapata kwamba unasikia watu wanalia, wanaanza kuomboleza, alafu wanapanga nini? Wanapanga nini? Mazishi. Sio kama tuko pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Yesu amenyoe. Yesu amenyoe. Na adui yule wa kifo anapokuja, ndio unaona kwamba mtu hutoka, nafsi yake imetoka na roho imetoka. Sasa maombolezi yanaanza. Bwana Yesu asifiwe. Yesu amenyoe. Yesu amenyoe. Na mimi namwambia siku ya leo, hata kuna yule adui ambaye amekuja, adui wa kifo, lakini nataka niwaambie Wakristo, kunaye mwili mwingine ambaye Baba anauandaa kwa mwanadamu aliye hai. Sio kama tumeelewana mahali pale. Kunaye mwili mwingine ambaye Baba ameandaa kwa yule mwanadamu aliyemtumainia, aliye hai. Sema amen. Hata adui akileta roho ya kifo inapokuja, unafananishwa na yule mtu ambaye hana maisha tena. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Yesu amenyoa. Roho hii inapandwa na adui. Inapandwa na nani? Na adui. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Inapandwa na nini? Adui. Kwa maana Yesu alipozaliwa, kunaye Herode ambaye aliyeweka mipangilio ili nafsi imotoke naye roho imotoke. Sema amen. Roho inapotoka, nafsi inatoka, basi mazishi, tunaelewana kweli, inaandaliwa. Bwana Yesu asifiwe. Yesu amenyoa. Yesu amenyoa. Na mimi nawaambia wale waliomtumainia Bwana, hata kama roho ya mauti ikisha, kunaye mwili mwingine mpya ambao umeandaliwa na Baba. Bwana Yesu asifiwe. Kunaye mwili mwingine, mwili mpya ambaye Baba ameandaa ili kwamba ukaende ukaumiliki. Kwa maana mimi nasema ya kwamba wacha mali zote ziishe. Wacha vitu vyote ambavyo ulivyo navyo viishe, maana ni vya dunia. Wacha kila kitu ambacho ulicho nacho kiishe, maana ni cha dunia. Baba atakuandalia kingine. Bwana Yesu asifiwe. Baba atakuandalia kingine. Hata kama mzee akikimbia, wacha aende, Baba ataandaa mwingine ambao utakayedumu na yeye. Sema amen. Hata yule aliyekutesa, hata kazi ikienda, wacha kazi iende, maana Baba ameandaa ingine. Sema amen. Pigia Yesu makofi mazuri sana. Pigia Yesu makofi mazuri sana. Wacha tupate maandiko. Sikia maandiko. Kitabu ni cha Mathayo mtakatifu, mlango wake ni wa 27, mstari mdogo ni wa 50. Nasoma kwa imani. Naye Yesu akiisha kupaza sauti tena kwa nguvu, akaikata roho yake. Biblia inasema ya kwamba aliteswa Yesu. Biblia inasema waliomtesa Yesu walikuwa ni waandishi wa habari. Waliomtesa Yesu walikuwa ni marafiki wa karibu. Waliomtesa Yesu ni wale vinara ambao waliowachagua. Waliomtesa Yesu ni wale aliotembea nao, wale aliokula nao hadi wakamwangamiza. Sema amen. Sema amen. Waliopanga kifo cha Yesu ni wale ambao aliyokula nao. Sema amen. Hadi akakufa kama kijiji. Jamaa ya huyu. Wai ilimtoka. Amen. Wai.
ulimtoka. Sema amen. Uhai ulimtoka Yesu. Sema amen. Nafsi ilimtoka Yesu. Sema amen. Aliacha kila kitu ambacho kilichokosa dunia. Biblia inasema kanzu yake nzuri ambayo aliyokuwa amejivika iliweza kuraruliwa, ikachukuliwa na maadui, wakapigia panda, wakaweza kupigia kura, wakaweza kupigia kura, wakapigia kura, wengine wakaenda nayo. Sema amen. Biblia inasema Yesu akakufa. Ambia mwenzako Yesu akakufa. Yesu ya Mayahudi, mwili wa Yesu ukachukuliwa ukawekwa ndani ya kaburi, lakini nashukuru maandiko alipokuwa pamoja nao Yesu ya Mayahudi, mimi wakati utafika nitaondoka, nitaenda, na wakati nitakapoondoka nikienda ndani ya Yerusalemu, enda mkaningoje, maana lazima nitarejea. Endeni Yerusalemu, utakulinda iwe nayo, maana lazima nitarejea kwa Wakristo wote. Amen. 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 Msipige kelele kwa ajili ya manguo ya dunia, kwa sababu umeibiwa nguo kwenye kamba. Umeibiwa nguo kwenye kamba. Nataka nikwambie, wachana na hiyo nguo, maana watapigia panda ikabachukumi na kuikula, kwa sababu wanahitaji hiyo nguo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akakata roho. Yesu akakata roho. Yesu akakata roho kwa ajili ya mipango ya mwanadamu. Nataka nikuambia leo, mipango ya mwanadamu ni mizito, maana nia yao ni moja, kuangamiza nafsi yako. Nia yao ni moja, kuangamiza nafsi yako. Na ulio wa Mungu usilie kwa ajili ya nafsi ambayo unaiona. Amen. Fayo ukhalilila tino olotawe, ukhalilila tino olomba, maana Biblia inasema wakati ulipolala ndipo adui alipokuja na akaweza kukunyakua, na akanyakua chochote ulichokuwa nacho akaenda nacho. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu ambao waliokufa mioyo, watu wakufa mioyo. Ukienda kwa hizi manyumba mama kijiji, siku moja fanya personal work, utaamini kile ambacho ninakuambia. Amen. Utaamini kile ninachokuambia. Wachana huyu vayo mwenye anakuja kanisani analala. Kuna yule ambaye ako kwa nyumba saizi amekaa. Bwana Yesu asifiwe. Yesu Yesu amenywe. Yesu Yesu amenywe. Neno la Baba linasema ya kwamba wakati Yesu jamaa ya enda wetulo ya bora Nyasaye luyanga litore tohe, siku inawadia, mangu ambayo nimeyavaa si kitu tena mbele zangu. Gari linaloliendesha sio kitu tena mbele zangu. Roho yake ilikatika, roho yake ilienda. Biblia inasema ya kwamba pazia la hekalu lilikatika. Pazia la hekalu liliweza kukatika. Sema amen. Pazia la hekalu liliweza kukatika. Nakwambia wewe mama, ninakwambia leo, wacha kulala ndani ya kanisa, maana siku zitafika utauliza ulienda kanisani kufanya nini. Wacha kanisa ukona, wacha kulala bidina, wacha uwalioko, wacha uenda mutende moko. Biblia inasema ya kwamba alipopaza sauti yake pazia la hekalu likapasuka. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Ishara ya kwamba alikuwa ndio Mungu mkamilifu, ani Mungu wa nyana aliye mkamilifu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Alisema masumuri Makaburi yakafunuka, kainuka miili mingi kama mazuri. watakatifu waliolala. Oh my. Biblia inasema ya kwamba na makaburi ya watakatifu iliweza kufunguka, na makaburi ya watakatifu iliweza kufunguka.
Kristo. Miili ya watakatifu iliweza kufunguka. Sema amen. Miili ya Wakristo iliweza kufunguka, na waliotoka ndani ni watakatifu. Na kuambia siku ya leo, angalau ungelikuwa ni mtakatifu, ile mali ambayo unaililia ili kwamba ukaipokea tena, ile kitu ambacho kilichopotea angalau ukaweza kukirejesha. Maana Biblia inasema ya kwamba yale yote ambayo yaliyokuwa ndani ya makaburi iliweza kutolewa. Ninaongea na mama mali hapa, mali yake iliwekwa ndani ya kaburi, iliweza kuzikwa, na sasa hana tena, na sasa hana tena. Ninaongea na kijana mali hapa, kazi yake iliwekwa ndani ya kaburi, sasa hana tena. Naongea na mtu mali hapa, mpendo wake aliwekwa ndani ya kaburi, sasa hayuko na yeye tena. Biblia inasema ya kwamba siku ya leo yatatoka ndani. Hebu simama mahali penye ulipo. Siku ya leo yatatoka ndani. Siku ya leo yatatoka ndani. Biblia inasema na makaburi ya watakatifu yakaweza kufunguka. Wale watu waliofungwa wakaweza kuwekwa huru. Wale watu waliotekwa na wachawi wakaweza kuwekwa huru. Wale watu waliofungiwa kwenye nira za ushirikina wakawekwa huru. Wale watu waliofungwa na wachawi wakaweza kufunguliwa, maana wao ni watakatifu. Maana Mungu anagusa mkono juu yao, wakiwekwa ndani ya kaburi, akiwaambia ipo siku lazima watafufuliwa, lazima watafufuliwa. Nakwambia mama leo, kubali tu kile kilichopotea kikaweza kufufuliwa. Kubali tu tarehe ya leo, yale yote yaliyomezwa na nyoka yaweza kutapikwa. Yale yote yaliyomezwa na wadui aweza kuyaachilia. Yale mali ambayo aliyoiteka nyara aweza kuiweka huru. Yale yote yaliyokamatwa yakawekwa huru. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wale watoto ambao wasiosoma wakafungwa na ibilisi, wakafungwa na wachawi, wakaweza kurudi ndani ya mashule, wakaweza kusoma tena. Zile nyota zilizokamatwa na shetani zikawekwa huru. Zile kazi, unajua kuna wale ambao unapozania anakutabiria mabaya, hautafaulu. Bwana Yesu asifiwe. Hautafaulu. Tutaona. Tutaona. Tutaona ukinawili. Mimi nataka leo nizungumze neno la kinabii. Ile mipango yote ambayo walioipanga ili kwamba usije ukaendelea, Biblia inasema na makaburi ya watakatifu yakafunguliwa. Sema amen. Na makaburi ya Wakristo yakafunguliwa. Sema amen. Unaona bayo, wakati alikuwa ndani ya usingizi, sasa hivi ameamuka, ameanza kupiga kelele kwa sababu hakuwa pamoja nasi. Bwana Yesu asifiwe. Heri yule aliyesikiza Injili. Heri yule aliyesikiza Injili. Neno linasema na makaburi ya watakatifu yakafunguliwa. Sema amen. Nataka uinue mkono wako juu. Heri ni jina. Heri ni jina. Heri ni jina la Yesu. Na tuimbe. Heri jina. Sema. Heri jina la Yesu. Inua mkono wako juu. Heri ni jina. Heri ni jina. Heri ni jina la Yesu. Na tuimbe. Songa mbele, napenda kuomba. Heri ni jina la Yesu. Na tuimbe heri ni jina. Heri ni jina. Sema heri ni jina la Yesu. Na tuimbe jina la Yesu linatosha. Jina la Yesu linatosha. Mpendwa, jina la Yesu linatosha. Kweli heri ni jina.
Heri jina la Yesu. Kweli heri ni jina. Heri ni jina. Heri ni jina la Yesu. Heri ni jina. Heri ni jina. Heri ni jina la Yesu. Nataka niombe. Inasema ya kwamba Yesu alipokuwa kwenye msalaba aliangalia kila upande, akaona ya kwamba kuna uzito. Yesu alilia Eloi, Eloi, Eloi. Akasema Mungu wangu, Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Akasema kama ingeliwezekana ichukue roho yangu, maana mateso imekuwa ni mengi. Naongea na mtu ambaye amefika muda akakata tamaa kwa ajili ya gharama ya maisha. Wengine walikuwa wakiingia vyema ndani ya kanisa, lakini kwa sasa hawaingii tena, maana walikata tamaa. Umeomba ikafika wakati ukaona kwamba hata hakuna haja ya maombi. There's no need of prayer kwa sababu sioni majibu. There's no need of prayer kwa sababu sioni majibu ya maombi yangu. Bwana nisaidie. Songa tu mbele ninapoenda kuomba. Songa tu mbele ninapoenda kuomba. Songa mbele, kanyaga miguu zako mbele. Just move in front. Nahitaji tu niombe na kila mtu. Sichagui wala sibagui, nataka tu niombe na mtu. Maana Mungu anajua machozi ya kila mmoja. Mimi ni mwanadamu, huenda siwezi tambua. Mimi ni mwanadamu wala siwezi jua. Lakini Baba yangu aliye mbinguni anaona. Yesu alipokuwa msalabani, waliona akawa tu ni mwanadamu wa kawaida. Wakaona tu huyu ni mtoto wa Yusufu. Hata tukimaliza hakuna kitakachoweza kufanyika. Tuza toa ya madhabahu. Songesha hizo vitu, toa hizo vitu.